Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia ukisomewa nami Leonard Mubali. Zaidi ya watu 20 wamefariki dunia kutokana na ajali ya moto katika misitu ya kihistoria ya Korea Kusini. Helikopta iliyokuwa kwenye shughuli za kuzima moto huo imeanguka katika eneo la milima na kumuua rubani. Maelfu ya watu wamelazimika kuzihama nyumba zao, huku moto huo ulioanza siku ya Jumamosi ukiendelea kusambaa kwa kasi kutokana na upepo mkali na hali ya ukame iliyosababisha kuwa na mimea na miti inayoshika moto kwa urahisi. Kim Jin-han ni mmoja wa walioshuhudia wakati helikopta ya zimamoto ilipoanguka. Helikopta ilikuwa ikiruka kuja uelekeo wetu na ilikuwa katika hali ya mlio wa kawaida, lakini baadaye ikaanza kutoa mlio ambao si wa kawaida kabla ya kugeuka na kubadilisha uelekeo ghafla. Ilikuwa kama mlio wa gari unavyobadilika unapokuwa unaendesha, na baada ya hapo ikaanguka chini ghafla. Kama dakika 1 na sekunde 30 hivi baada ya kuanguka kulisikika milio mitatu mikubwa ya mlipuko. Kiongozi wa kijeshi wa Niger, Abdurrahman Chiani, leo ameapishwa kama rais wa nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha miaka 5. Chiani amekuwa mtawala mkuu wa taifa hilo tangu alipoongoza mapinduzi mnamo Juni 2023, ambapo wanajeshi chini ya uongozi wake walimuondoa madarakani kiongozi aliyechaguliwa wa taifa hilo, Mohamed Bazoum. Katibu mkuu wa Niger, Mohamane Raufai, ametangaza hii leo kuidhinishwa kwa katiba mpya ya mpito ambayo inachukua nafasi ya katiba ya nchi na kuruhusu Jenerali Chiani kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Muda huo mpya unaambatana na mapendekezo yaliyotolewa mwezi Februari na tume kufuatia mijadala ya kitaifa. Baada ya kuiangusha serikali ya Bazoum, viongozi hao wa junta sasa watamfungulia mashtaka rais aliyeondolewa madarakani kwa madai ya kufanya uhaini mkubwa na kudhoofisha usalama wa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamia ya watu wameshiriki katika maandamano makubwa zaidi dhidi ya Hamas huko Gaza tangu vita vya Israel kuanza. Wameingia mitaani kushinikiza kundi hilo la Hamas kuondoka madarakani. Wanamgambo wa Hamas waliojifunika nyuso zao, baadhi wakiwa na bunduki na wengine wakiwa wamebeba marungu, waliingilia kati maandamano hayo na kuwatawanya waandamanaji. Video zilizosambazwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati zilionyesha waandamanaji hao, wengi wao wakiwa ni vijana, wakisema toka nje Hamas. Hata hivyo, wanaoiunga mkono Hamas wamebeza maandamano hayo na kuyaita yameandaliwa na wasaliti. Urusi imesema baadhi ya vikwazo vya nchi za magharibi lazima viondolewe kabla ya kuanza usitishaji vita wa baharini na Ukraine. Ndani ya saa chache baada ya Marekani kutangaza kuwa pande hizo mbili zimekubali kusitisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi, ambapo Kremlin imesema itasitisha mashambulizi pale tu vikwazo dhidi ya benki zake vitakapoondolewa. Taarifa zaidi na Beldin Waliaula. Madai hayo ni pamoja na kubatilisha vikwazo kwa benki ya serikali ya kilimo ya Rosell-Hosbank na kurejesha ufikiaji wa makampuni kwenye mfumo wa malipo wa kimataifa wa SWIFT. Usiku kucha, Moscow imeendeleza shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye mji wa bandari wa Mykolaiv, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema kuwa mashambulizi hayo ni ishara ya wazi kwa Urusi haitaki amani. Baada ya uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine, EU na washirika wake walisimamisha ufikiaji wa SWIFT kwa taasisi kadhaa za kifedha za Urusi. Lengo la vikwazo hivyo ilikuwa ni kuyafanya makampuni ya Kirusi kupoteza upatikanaji wa shughuli za kawaida za kimalipo na za papo kwa hapo zinazotolewa kwa mfumo wa SWIFT na kuharibu malipo ya nishati na mauzo ya nje ya kilimo. Na afisa wa Kenya aliyekuwa katika ujumbe wa kimataifa wa kusaidia usalama yani MSS ametoweka nchini Haiti siku ya Jumanne baada ya tukio lililohusisha magenge. Taarifa iliyotolewa ya ujumbe huo wa MSS imeongeza kuwa vikosi hivyo maalum vilishambuliwa na wafuasi wa genge walipokuwa kisaidia kulitoa gari la polisi wa Haiti lililokuwa limekwama kwenye mtaro unaoshukiwa kuchimbwa na magenge hayo ya wahalifu. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba askari huyo aliuawa, na picha za video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mwili wa mwanajeshi mwenye sare ukiwa umelala sakafuni. Hii ni BBC.
Taarifa kuu za dunia zimewasilishwa kwako na Leonard Mubali. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia West FM. Nchini Tanzania unayapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa, na kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Ile uko nami Martha Saranga nikiwa studio zetu jijini Dar es Salaam, na mwenzangu ni Regina Mziwanda. Habari za jioni na karibu. Njema, asante sana Martha Saranga na karibu msikilizaji. Kwa kuanza tu ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Moscow haihitaji amani ya kweli baada ya vikosi vya Urusi kutekeleza mashambulizi zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani zipatazo 100 dhidi ya Ukraine usiku kucha. Rais Zelensky alishutumu Urusi kwa kuvuruga makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kumaliza mapigano katika Bahari Nyeusi. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Uказано в документе, который опубликован на нашем сайте. Moscow inasisitiza usitishaji mapigano wa baharini ulioafikiwa Jumanne utaanza kutumika tu baada ya vikwazo fulani kuondolewa. Msemaji wa Rais Putin Dmitry Peskov alielezea msimamo wa Kremlin wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kuhusu mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi, kama ilivyoelezwa katika hati iliyochapishwa kwenye wavuti yetu, inaweza kuanza baada ya masharti kadhaa kutimizwa. Kwa kweli, haya ni masharti yale ambayo mpango wa Bahari Nyeusi ulijumuisha chini ya utawala wa Bwana Guterres, ambayo ilifanya kazi kwa muda fulani. Masharti yote yalitimizwa isipokuwa masharti hayo ambayo yalihusu upande wa Urusi. Kwa hivyo, kwa kweli wakati huu haki lazima itendeke na tutaendelea na kazi yetu na Marekani. Kwa upande wake Ukraine inasema utekelezaji wa makubaliano hayo unapaswa kuanza mara moja. The Putin is a liar, a big liar. I think they're just trying to win more time and they understand. Wakazi hawa wa Kiev wanasema Urusi inajaribu kuchelewesha mapatano yaliyoafikiwa. I think they're just trying to win more time and they understand. Nadhani wanataka kupoteza tena muda zaidi, na wanaelewa kabisa kwamba wanatakiwa kufanya mazungumzo kuhusiana na makubaliano yaliyofikiwa. Lakini hiyo inaweza kuwa ndo njia yao ya kushinda wakati mwingine kabla mtu yote kuingilia na kuanza kusaidia Ukraine. Hicho ndicho wanachokitaka. Wanafanya ionekane kama wapo tayari kwa makubaliano ya amani na wanataka ulimwengu wote kuamini hivyo. Kwa hiyo ni kama wanajipa muda kujiandaa, kujipanga na kuanza mashambulizi mapya. Nadhani ni kama tunapoteza muda hapa. Nadhani Putin ni mwongo mkubwa. Nadhani ndiye mwongo mkubwa zaidi duniani. The biggest liar in the world. Для нас, звісно, ми всі хочемо миру, але kwetu sisi kusema kweli sote tunataka amani, lakini tena ukiangalia jinsi Warusi walivyo wasaliti hawezi kuaminiwa, na pia nadhani kutakuwa na mazungumzo zaidi, na mazungumzo haya nadhani hayataisha kwa kitu chochote kizuri kuhusu vita hivi. Urusi imesema baadhi ya vikwazo vya magharibi lazima viondolewe kabla ya kuanza kusitisha mapigano ya baharini na Ukraine. Ndani ya saa chache baada ya Marekani kutangaza pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mgomo katika Bahari Nyeusi katika mikataba tofauti, Kremlin ilisema itafanyika tu mara tu vikwazo dhidi ya benki kadhaa za Urusi vitakapoondolewa. Madai hayo ni pamoja na kufuta vikwazo kwa benki ya kilimo ya serikali ya Roselkhozbank na kurejesha ufikiaji wa kampuni hizo kwa mfumo wa malipo wa kimataifa wa SWIFT. Usiku kucha Moscow ilianzisha shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye mji wa bandari wa Mykolaiv, maafisa wa Ukraine walisema, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema mashambulizi hayo yalikuwa ishara ya wazi kuwa Urusi haitaki amani. Shoaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Watu 24 wamefariki dunia huko Korea Kusini katika moto wa nyika unaotajwa kusababisha idadi kubwa ya vifo vitokanavyo na moto wa nyika katika historia ya taifa hilo. Maelfu ya watu wamehamishwa katika makazi yao. Moto huu ulioanza siku chache zilizopita unaenea kwa kasi kutokana na upepo mkali na hali ya ukavu. Taarifa zaidi na Skola Kisanga.
Maelfu ya maafisa wa zimamoto na helikopta kadhaa zimetumwa kudhibiti moto huo wa nyika. Katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Seoul, Kaimu Rais Han Duck-soo alisema serikali yake imejitolea kudhibiti moto huo na kusaidia watu walioathirika. Serikali inaweka kipaumbele kupambana na moto huu wa nyika. Hili ndilo la msingi kwa sasa, ukiacha mengine yote, na tunatumia nguvu kazi na rasilimali na vifaa vinavyopatikana ili kudhibiti kuenea kwa moto huu. Zaidi ya hayo, kuhakikisha wale walioathirika na moto wanapata msaada. Hatutaacha kutoa misaada ya dharura pamoja na misaada yoyote ya kifedha. Hata hivyo, kiongozi huyo anaelezea mkasa huu wa moto wa nyika Korea Kusini kuwa ni wa kihistoria kuwahi kushuhudiwa. Hii inavunja rekodi za moto wa nyika katika historia ya nchi. Zaidi ya watu 18 wamepoteza maisha hadi sasa, pamoja na 4 waliofariki dunia wakati wa juhudi za kuzima moto, na takribani wakazi 23,000 wamehamishwa haraka. Sababu ya moja kwa moja kwa nini moto wa nyika ni ngumu sana kuudhibiti ni upepo mkali ulioendelea usiku kucha na kufikia viwango vya juu vya upepo. Tunahakikisha kikamilifu misaada yote inapatikana, pamoja na kupokea msaada wa helikopta kutoka jeshi la Marekani lililoko nchini mwetu, na tunaweka juhudi zetu zote katika shughuli za kuzima moto. Moto wa nyika huko Korea Kusini ulianza Jumamosi, unachochewa na upepo mkali na ukame. Maelfu ya wakazi wamekimbia makazi yao. Huyu ni Kwon So-han. Alilazimika kuondoka na kuacha nyumba yake ikiteketea kwa moto katika eneo la Andong Ahoe. Upepo ulikuwa mkali sana kiasi kwamba sikuweza hata kusimama. Nilikuwa na pepesuka. Moto ulitokea milimani na ghafla ukashika kwenye nyumba yangu. Hakuna chochote ambacho kingeweza kufanyika. Baadaye ndio kukatolewa amri ya kuondoka. Kwa hiyo nikaondoka. Siwezi kuelezea ninavyojisikia kuondoka na kuacha nyumba yangu inaungua. Kwa wale ambao haijawahi kutokea, hawawezi kuelewa. Sijaokoa chochote zaidi ya mimi peke yangu. Rubani ambaye helikopta yake ilianguka mlimani wakati akisaidia kuzima moto ni miongoni mwa waliofariki. Kim Jin-han alishuhudia ajali hiyo ya helikopta. Helikopta ilikuwa ikiruka kuja uelekeo wetu na ilikuwa katika hali ya mlio wa kawaida, lakini baadaye ikaanza kutoa mlio ambao si wa kawaida kabla ya kugeuka na kubadilisha uelekeo ghafla. Ilikuwa kama mlio wa gari unavyobadilika unapokuwa unaendesha, na baada ya hapo ikaanguka chini ghafla. Kama dakika 1 na sekunde 30 hivi baada ya kuanguka, kulisikika milio mitatu mikubwa ya mlipuko. Ililipuka kabisa na sikuweza hata kujua ni sehemu gani ilikuwa bawa au ilikuwa rangi gani. Iligeuka kuwa nyeusi. Ripoti zinasema miili waliopoteza maisha imepatikana zaidi katika maeneo ya barabara na nje ya nyumba zao. Kwa mujibu wa mamlaka za hali ya hewa Korea Kusini, mvua inatarajiwa kunyesha siku ya Alhamisi, lakini bado kuna wasiwasi. Naam, Algeria, Misri na Morocco zote ziliimarisha jitihada zao za kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, lakini changamoto ya Sudan na Nigeria ya kufuzu ilikumbana na kipingamizi, huku awamu ya 6 ya mchujo ikikamilika jana usiku. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Sudan ilazimishwa kucheza mchezo yake yote ya nyumbani katika uwanja usioegemea upande wowote, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea nchini humo. Ilikubali bao la kusawazisha dakika 98 dhidi ya Sudan Kusini na kuporomoka hadi nafasi ya 3 katika kundi B. DR Congo wanaongoza msimamo baada ya kushinda bao 2-0 mbele ya Mauritania, huku Leopards wakiwa pointi 1 mbele ya Senegal pamoja na Sudan. Misri wanarejesha faida yao ya pointi 5 mbele katika kundi A kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Sierra Leone, huku Algeria wakisonga mbele kwa pointi 3 katika kundi namba 7, huku Mohamed Amoura akifunga hat-trick katika ushindi wa bao 5-1 dhidi ya wapinzani wao wa karibu zaidi Msumbiji. Morocco wana pointi 9 mbele ya Niger baada ya kuilaza Tanzania bao 2-0, lakini msimamo wa kundi namba 5 unaweza kuathiriwa ikiwa kusimamishwa kwa Congo Brazzaville kutoka katika soka la kimataifa hakutoondolewa. Kwingineko, mshambuliaji wa Brentford Brian Mbeumo alifunga bao 1 na kutengeneza jingine, huku Cameroon ikiifunga Libya
bao 3-1 na kusalia pointi moja nyuma ya Cape Verde iliyoizaba Angola bao 2-1 katika kundi D. Na Komoro imepunguza uongozi wa Ghana katika pointi 3 katika kundi namba 9 kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Chad katika mchezo uliopigwa mjini Belkan. Ni wakati ambapo Burundi iliizaba Ushelisheli bao 5-0 na kusalia nafasi ya 3 wakiwa na alama 10 katika kundi namba 6 linaloongozwa na Ivory Coast ikiwa na alama 16. Wakati huo matumaini ya Nigeria kufuzu kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 yamerejea katika mzani baada ya Zimbabwe kufunga bao la kusawazisha dakika ya mwisho na kuwaacha Waafrika Magharibi yao wakiwa kwenye kasi ya kundi che. Bao la kichwa lililofungwa na Victor Osimhen lilikuwa limewaeka Super Eagles mbele kwa ushindi wa pili mfululizo, lakini mshambuliaji anacheza kwa mkopo Huddersfield Town Tawanda Chirewa aliwashangaza mashabiki wa nyumbani mjini huyo aliposawazisha kwa shuti kali na kumshinda kipa wa Super Eagles Stanley dakika ya 90. Baada ya raundi 6 za kampeni ya mechi 10 za makundi, Nigeria imeshuka hadi pointi 6 nyuma ya vinara wa kundi la 3 Bafana wa Afrika Kusini, ambapo walipata ushindi wa bao 2-0 ugenini dhidi ya Benin kupitia kwa juhudi za mshambuliaji wa Burnley Forest pamoja na Jaden Adams anayekipiga Mamelodi Sundowns. Nigeria ambayo ilikosa kufuzu kwa fainali ya mwaka 2022 nchini Qatar iko nafasi ya 4 katika kundi hilo, pointi 1 nyuma ya Rwanda na Benin. Barabara kabisa. Bosha ama Vubi wa Rwanda jana walitoka sare na timu ya Lesotho ya kufungana bao 1-1, mechi iliyokuwa ya kiwango cha wastani. Baada ya mechi nilizungumza na Abdul Jabbar Romario uwanjani ya Mahoro. Rwanda watajutia nafasi ambazo walizipata kipindi cha kwanza. Wamepata nafasi 4 au 5 lakini hawakuweza kuzitumia ipasavyo, na hilo linaonekana kuwa ni mapungufu yale yale. Hata mechi ya Libya katika kusaka tiketi ya kombe la Afrika walipata nafasi nyingi lakini hawakuweza kuzitumia ipasavyo. Libya ikaweza kuwafunga. Lesotho wamepata nafasi moja wakaweza kuitumia vizuri, na ukiangalia kimchezo kwa jumla Rwanda wamepata nafasi nyingi hasa kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili walianza vizuri kwa kuwa na umakini kwa kutengeneza nafasi. Georgia akaweza kutumia nafasi iliyoipata kuweka mpira kimiani, lakini kipindi cha pili dakika kama 20 za mwisho Lesotho walianza kwa na umiliki mzuri, walipata nafasi moja wakaiweka kimiani. Rwanda wanaonekana bado wana mapungufu hasa kwenye defense ambapo wanakosa umakini, beki wakati wanakosa umakini, na pale ndipo Lesotho wamewaadhibu. Naam, nikamilisha na Real Madrid ambao wapo kwenye mazungumzo ya kukamilisha usajili wa beki wa pembeni wa Liverpool Trent Alexander-Arnold kwa uhamisho wa bure msimu huu wa joto. Majadiliano kuhusu uhamisho huo wa muda mrefu yanaendelea huku timu hiyo ya Uhispania ikitafuta kumpata Mwingereza huyo kabla ya kuanza kwa msimu ujao. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.